Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dua 30 zenye mafanikio ya haraka mno, ama dua 30 zenye mafanikio ya haraka sana. Ama hakika katika siku ya leo ndugu zangu, tunakwenda kuendelea na sehemu ya 4. Sehemu yetu ya 4 tunakwenda kuzungumzia dua 30 zenye mafanikio ya haraka, au tunasema dua ya 4 yenye mafanikio ya haraka sana. Kama unataka kujua dua ya kwanza ni dua gani, basi rudi nyuma katika mada zetu. Tulianza na dua ya kwanza miongoni mwa dua 30 zenye mafanikio makubwa sana. Tukaja dua ya pili miongoni mwa dua 30 zenye mafanikio makubwa sana. Tukaja dua ya tatu miongoni mwa dua zenye mafanikio makubwa sana. Lakini leo tupo katika dua ya 4 miongoni mwa dua zenye mafanikio makubwa sana. Walillahi alhamdu. Ndugu zangu wasikilizaji pamoja na watazamaji, ama kwa hakika haya tunayoyafunza ni mambo ambayo tunatafuta radhi kutoka kwa Mola wetu. Hatufanyi haya kwa sababu ya maslahi, hatufanyi haya kwa sababu ya kujionesha, hatufanyi haya kwa sababu ya lolote lile, zaidi ni kutafuta radhi za Mungu. Tunajua mafunzo huwa yanaishi katika maisha ya watu. Mafunzo huwa yanaishi hususan katika mitandao ya kijamii kama YouTube na sehemu zingine, huwa yanaishi. Walillahi alhamdu. Ebu leo twende tukajifunze insha Allah dua ya 4 miongoni mwa dua 30, ambazo dua hizi zinaweza kuwa ni moja kati ya dua zenye mafanikio makubwa sana kabisa, japokuwa watu wengi wanaweza wasizijue, lakini wachache hao ndio wenye kuweza kuzijua. Kadhalika vile vile ni kwamba dua hizi baadhi ya watu huzifahamu na pengine kuona kama ni dua za kawaida tu, kwa sababu ya kwamba wamezizoea, huzichukulia ni kama dua tu za kawaida. Lakini wallahi ni dua moja za ajabu sana, na usije ukafikiria kwamba pengine wale wacha Mungu ambao husikilizwa sana dua zao na Mungu, wakiomba tu wanajibiwa haraka, ukafikiri labda huwa wana dua zao za siri ambazo hawawaambii watu, ambazo hizo wakizifanya ndizo zinapokelewa haraka na Mungu na mambo ya majibu hutoka haraka. Pengine labda wewe hauelekezwi. Hapana, wallahi dua wanazozitumia watu ambao wanakubaliwa haraka mambo yao, wala sio dua zingine. Ni dua hizi ambazo mimi na wewe tunazisoma, mimi na wewe tunazisikia kila siku kwenye misikiti, kwenye madrasa, kwenye midomo ya watu, kila siku tunazisikia. Ni dua hizi, ila tu dua zinahitaji yakini iliyokuwa thabiti. Dua zinahitaji unyenyekevu uliokuwa thabiti. Dua zinahitaji uaminifu uliokuwa thabiti. Dua zinahitaji kuweza kujikurubisha kwa Mola wako. Halafu zinahitaji pia aina ya masharti fulani. Ama hakika ukitekeleza yote haya katika dua hiyo ambayo umeizoea, na dua zinahitaji itibai, mfuatilizo, yani kwamba dua inayohusiana na kitu fulani ndiyo utakayoisoma. Usikurupuke tu kusoma dua ili mradi dua utafeli. Kila dua ina mahala pake na ina sehemu yake, na ndio maana leo tunaamua kukufundisha dua 30 zenye mafanikio makubwa, ili upate kujua kila dua moja inahusiana na nini na inasaidia kitu gani. My friend, sikiliza kwa umakini dua hii uweze kupata mazingatio insha Allah. Leo katika dua yetu ya 4 tunakwenda kukuletea dua ambayo moja kati ya dua nzuri kabisa zenye mafanikio. Tena dua hii mara nyingi sana huondoa huzuni pamoja na wasiwasi, huondoa mashaka na huondoa kwa mtu kuto kujiamini. Dua hii huondoa yote haya.
na istoshe dua hii humfanya mtu akawa ana uaminifu na anachokifanya, na dua hii humkomaza mtu katika mambo yake, na dua hii humletea mtu ujasiri na kumuondolea wasiwasi, kumuondolea hofu, na kumfanya mtu afanye mambo awe mgumu kama chuma katika shughuli zake na maisha yake. Lakini dua hii humfanya mtu kukomaa katika akili, mwili wake kuwa na nguvu, kumuondoshea maradhi tofauti tofauti katika mwili na kumuondoshea wasiwasi pamoja na hofu. Dua hii humuimarisha mtu kwa mazingira kama haya. Ni dua ipi hiyo ndugu zangu? Dua yenyewe ni hii ambayo inasema, nitaifundisha kama jinsi baadhi ya dua ambazo nimekuwa nikifundisha, ili mtu apate kuielewa vizuri, hususan yule ambaye hajasoma kabisa masuala ya kidini. Dua hii inasema, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazni au wal hazani. Sasa naomba soma kama ninavyosoma mimi, ili upate kuielewa vizuri, upate kuikariri vizuri, na ipate kukukaa vizuri katika kinywa chako. Dua hii utaitumia pale ambapo umetendewa ubaya, una maumivu makali sana, umesalitiwa, umefanyiwa, umedhulumiwa, umenyanyaswa, umeibiwa, basi tumia dua hii. Wallahi, kama kuna mwizi kakuibia na ukasoma dua hii, Allah atakulinda na hofu pamoja na huzuni, halafu atanyanyasika huyo mwizi uliomsomea, halafu mali yako itarudi. Amini ninachokueleza, kwa sababu dua ndizo hizi hizi. Ama kwa hakika mtu kakudhulumu pesa yako, soma dua hii. Mungu kwanza akupe utulivu, akuondolee mashaka na wasiwasi, halafu Mungu atamuonesha kazi yake. Mtu aliyokutapeli, mtu aliyokunyanyasa, soma dua hii, mwambie Mungu, niondolee hofu na mashaka, na urejeshe hicho alichonifanyia huyu mtu wangu. Wallahi, Mwenyezi Mungu atakupa furaha, na furaha yako kubwa itakuwa ni kumuona aliyekufanyia ubaya limemkuta la kumkuta. Bila ya shaka hofu kwako itakuondoka, mashaka yatakuondoka, utajisikia amani na furaha. Sasa dua ndiyo hii ambayo tunakwenda kufundisha. Naomba ikariri vizuri. Inasema, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Narudia tena, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Kariri maneno haya na uyarudie baada yangu. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Ninairudia hivi mara nyingi ili upate kuishika, kwa wewe ambaye sio mwepesi wa kusoma lugha ya Kiarabu. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Narudia tena mara ya mwisho, inasema, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Sasa naisoma kwa pamoja kwa wewe sasa uliorudia mara kwa mara, imekukaa katika matamshi yako. Sasa nakupeleka moja kwa moja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani. Allahumma inni
a'udhu bik minal hammi wal hazani. Dua hii ndiyo ilivyo na ndivyo inavyosomwa. Sasa walillahi alhamdu, ukikithiri kuisoma dua hii, hakikisha kila siku usikose kuisoma lau mara moja. Sijakwambia usome asubuhi na jioni wala kila baada ya swala, bali isome mara moja. Ukipenda soma baada ya swala ya subhi, au baada ya swala ya adhuhuri, au baada ya swala ya al-asri, au baada ya swala ya magharibi, au baada ya swala ya isha. Dua hii yenyewe husomwa tu baada ya swala yoyote ile, na ukipenda unaweza ukaisoma mara moja kwa siku kwa baada ya swala yoyote ile ambayo umeichagua wewe. Na kama utasoma mara 2 mara 3, hii itakuwa ni juu yako wewe, lakini mara moja inaweza kukutosheleza vizuri. Dua hii utaisoma mara moja baada ya swala, lakini kawaida yetu ni ile ile, isipungue chini ya mara 21, yani isiwe chini ya mara 21. Hakikisha dua hii inakuwa juu ya 21. Utaisoma mara zaidi ya 21, au uishie mara 21 tu, au zaidi ya 21. Lakini baada ya kumaliza kuisoma dua hii, utaambatanisha na salatu ala nabi salawatullahi wasalamuhu alayhi. Sala ya mtume, mswalie mtume kwa sigha hii: Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Na salatu ala nabi hii nayo utaisoma mara 21. Hakikisha kabisa usipunguze chini ya 21. Hakikisha iende juu ya 21. Ama kwa hakika my friend, na kuhakikishia utakuwa umefanya jambo zuri kabisa, na utakuwa umefanya jambo clear kabisa, na utakuwa umefanya jambo kubwa sana 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 sana, na Mungu atakufanyia sahali. Allah jalla fi'ala atakuepusha na matatizo ya huzuni, wasiwasi, na atakupa majibu ya kile unachokitaka ili kuondoa huzuni yako. Anza sasa. Kama umeumizwa, kama una mashaka, kama una wasiwasi, kama una maumivu, anza sasa. Mwisho kabisa, naomba nikupe maelezo haya. Nafikiri paka hapo utakuwa umenielewa insha Allah. Ikibidi hizi dua zote tunazokufundisha, tafuta daftari lako safi kabisa, hakikisha unaziandika kwenye daftari, ili mradi iwe ni rahisi zaidi kuweza kuzitumia. Mwisho kabisa, naomba nikupe maelezo haya mazuri insha Allah. Walillahi alhamdu. Tunacho kitabu ambacho kinazungumzia majina 30 ya Mungu. Kwa yoyote ule ambaye anatamani akipate kitabu kile, basi elewa ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa Kiswahili, lakini kina majina 30 ya Mungu. Kitabu hichi kitakufundisha jina ambalo litakusababisha mtoto wako ukimwombea dua kwa jina hilo aweze kufaulu, aweze kuwa mtulivu kusoma. Na vile vile wewe ambaye pengine umekuwa unatamani upate riziki kwa haraka, zipo dua kwa ajili ya riziki. Na vile vile wewe ambaye pengine hali yako imekuwa ngumu, zipo dua kwa ajili ya kuondoa ugumu wa maisha. Vile vile wewe ambaye pengine umedhulumiwa, zipo dua za mtu aliyokudhulumu. Umekimbiwa na mke au mume, zipo dua za kumrudisha kipenzi unachokipenda cha halali ya ndoa yako. Kuna kila aina ya dua
kupitia majina ya Mungu ambayo tumeyachagua kuwa ni majina 30 tu. Ndugu yangu, usichelewe. Kitabu hichi tunacho sisi wenyewe, lakini tu kina gharama kidogo. Gharama yake ni shilingi 15,000 ya Kitanzania. Sadaka hii ni kwa ajili ya kuendelea kuboresha na kuimarisha chaneli yetu. Kama unatamani kupata kitabu hichi, utaniambia ustadhi kupitia namba zetu hizi, na mimi nitakutumia kitabu hichi kwa hali na mali. Uende ukakisome kitabu hichi, kikufae, kikuletee manufaa makubwa sana, na Mwenyezi Mungu akusaidie usimame katika kheri insha Allah. Mwisho kabisa, leo tena tunasema tunatamani wapatikane watu 5 ambao tutakaowaombea dua. Tumekuwa na muendelezo mzuri sana wa kuwaombea dua watu tofauti kwa wale ambao hufuatilia vipindi vyetu. Hii ni zawadi yetu sisi kwao, na insha Allah ikiwa na wewe umekutana na tangazo hili kwa muda huu wa sasa, basi utasema katika comment, ustadhi, mimi pia leo nami ni miongoni mwa wanaohitaji dua. Tukimpata mtu wa kwanza, sema mimi nimekuwa wa kwanza, weka na jina lako kabisa. Aje mtu aseme mimi ni wa pili, weka jina lako. Tukipata mwisho watu 5 tu, jambo limekwisha insha Allah. Ukiona wametimia sasa na wewe watu 5 kwenye comment, ukiwa una comment angalia kwanza comment za wenzako, zimefika 5. Ukiona zimetimia 5, basi wewe ujue wa 6 dua yako haitokuepo, manake wewe umefeli. Inshallah usubiri katika mada ijayo. Lakini walillahi alhamdu, katika leo na jana juzi kuna watu ambao alhamdulillah tumewaingiza katika dua, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu awazidishie kheri, awape baraka na awape kheri ya kile ambacho wamekitamani sisi tuweze kuwafanyia. Allahumma amin, Allahumma amin. Mwisho kabisa, usiache kusubscribe ili mradi kuendelea kupata maudhui zetu na kujifunza mengi zaidi ambayo tunakuwa tukiyafundisha kila siku. Subscribe na ukibidi share na wenzako wapate kujifunza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.